Asante. Mimi naitwa Bernard Otieno, ni wakili wa kujitegemea. Nipo natokea Rafiki Attorneys and Company Advocates, lakini pia na shirika la kutoa msaada wa kisheria linaitwa Himiza Social Justice. Sawa, kuwasili kwa maana ya Kiingereza adoption, unapotaka kufanya hiyo shughuli ya kumwasili mtoto ama swala kumwasili mtoto, lazima uzingatie matakwa ya sheria ya mtoto ambayo ndio inaongoza swala hilo. Hiyo sheria ya mtoto kwa Kiingereza wanaita the Law of the Child Act, na ile sheria imetengenezewa kanuni zake za kuwasili. Kanuni zipo zilizotengenezwa kwa mujibu wa hiyo sheria, na imeweka taratibu ambazo nitazisema. Unapotaka kumwasili mtoto, walau umekaa naye walau kwa miaka miwili, unaelewa Maana yake wewe umekaa naye kwa miaka miwili. Walau umekaa naye kwa miaka miwili, unamfahamu na yeye pia anakufahamu. Sasa akiwa mtoto mdogo, hapo ni swala lingine pia kwamba inahitajika hiyo hatua, na kuna mazingira pia ya kisheria ambayo yanaweza yakaondoa ama yakaruhusu hiyo miaka miwili isiwezekane. Kwa nini tunaongelea huo muda wa kukaa na mtoto? Tunaongelea muda wa kukaa na mtoto kwa sababu hatua ya pili inayotakiwa ni watu wa ustawi wa jamii kutengeneza taarifa ya ustawi wa jamii. Tunaiita ni Social Investigation Report, inayoandaliwa na idara ya ustawi wa jamii mahali husika. Kwa mfano kama ni halmashauri ya wilaya, halmashauri ya manispaa, wanaandaa hiyo taarifa. Wanapoandaa hiyo taarifa, wakati wanaandaa hiyo taarifa sasa pia au wanapoandaa hiyo taarifa au kabla ya maandalizi ya taarifa, wanafanya hiyo tunaita social investigation, yani uchunguzi wa kiustawi ama uchunguzi wa kijamii ambao unaenda kuangalia kwa sehemu ama kwa yule mtu ambaye anamwasili yule mtoto. Unaelewa? Kwa sababu unaweza kusema tu mtu amekuja kuasili mtoto, lakini mtoto anaenda kufanyiwa ukatili. Unaelewa? Au mtoto anafanyiwa mambo, unajua waga tunasikia tu mambo ya kafara, tu mambo ya nini au ovyo tu unayasikia. Kwa hiyo tunaangalia hiyo ofisi ya ustawi wa jamii inaangalia sasa, je, yale mazingira ni sahihi? Ndio kazi kubwa ustawi wa jamii. Mazingira ni sahihi yote ya kijamii, sawa? Hata pia ya kipato, kwamba anapoenda kweli huyo mtu ana uwezo wa kumhudumia yule mtoto. Unaelewa? Na hayo mambo mengine ya kijamii niliyoyataja ovyo pia kuangalia kama hapo, si ndio? Lakini pia kuangalia pia hata hadhi ya ile familia ama yule mtu anaenda kumwasili yule mtoto. Sije kao unaenda pale kupelekwa kwenye eneo ambalo labda wanaendesha danguro. Sasa mtoto anakuwa kwenye mazingira ambayo sio sahihi. Kwa hiyo wakishaandaa taarifa yao, wakikubali kwamba kweli yale mazingira na vitu vyote viko sawa, anayehusika sasa anaenda anaanzisha kesi, anafungua kesi mahakama ya wilaya ama mahakama ya kimkazi ama mahakama kuu, jinsi atakavyoona inafaa na kulingana na matakwa ya sheria, jinsi anavyoelekeza kwenye hizo mahakama zitaja, anaenda kufungua shauri la kumwasili mtoto. Unaelewa? Kwa hiyo anapoenda kufanya hiyo sheria, anapoenda kufungua hiyo sheria, anapoenda kufungua hiyo kesi, inasikilizwa. Na moja kati ya watu watakao kuja kusema kwamba ni sawa ni wale watu wa ustawi, kwa sababu taarifa ya ustawi wa jamii itakuwa imeambatanishwa kwenye yale maombi. Kwa watu wa ustawi wa jamii pia watakuja na watasema kwamba ni kweli wanakubaliana na hilo swala, kwa sababu wameshafanya uchunguzi wao kama ambavyo nimeshakwambia awali. Lakini pia inatoa nafasi kwa hiyo mtoto. Kwa mfano kuna watoto wengine wana wazazi au na ndugu na jamaa. Kwa hiyo wale ndugu na jamaa, wazazi, kama wazazi wapo, basi wazazi watoe ridhaa ya kuasiliwa yule mtoto. Kama kuna ndugu wazazi hawapo, basi wale ndugu au mlezi, hata kwa mazingira ambayo tunamuita mlezi, atoe basi hiyo ridhaa. Kama basi walezi hawapo na mazingira kwamba labda kwa wakati mwingine wanakuwa wametupwa au wametelekezwa, kwa wanapelekwa kwenye vituo vya kulelea watoto, basi ile taasisi itahusika pia na yenyewe kutoa taarifa yake kwamba je, yenyewe imelionaje swala na kuweza kuridhia hilo zoezi. Kwa hiyo baada ya hapo sasa utapata kitu kinaitwa adoption order, amri ya kuwasili itakayotolewa na mahakama. Hiyo sasa inampa mtu halali wa kuweza kuwasili. Ukumbuke kwamba hayo masharti ni ya sheria, lakini kwenye jamii zetu, bali na sheria, kwenye jamii zetu tumekuwa tukikaa na watoto ndugu. Mimi nimekaa kwa
kwa ndugu zangu muda mwingi sana wakati nasoma, na watu wengine wanaendelea kuwa kwa ndugu, na kijamii, Kiafrika, Kitanzania, nisiseme na Afrika wengine inawezekana wafanye hivyo, lakini walio wengi kama Watanzania, kwamba mtu anakuja tu anakaa kwako, ndugu yako, jamaa yako, maisha yanaendelea. Lakini utofauti mkubwa uliopo sasa, ambao huo wa kijamii na huo wa kisheria, ni kwamba unapomwathiri mtoto, anakuwa mtoto wako na anakuwa na sifa na haki za wale watoto wako wengine wote. Namaanisha kwamba kama kuna mahitaji anapata kama watoto wako wengine, kwa sababu amekuwa mtoto wako, la kwanza. La pili, endapo labda aliyemwasili akafariki na ana mali, anakuwa na haki ya kurithi mali ile kama mtoto mwingine yeyote aliyezaa, ambaye tunamuita ni mtoto wa damu au biological child, mtoto wa damu wa kibiolojia kabisa kwa huyo mtu anayeasili. Kwenye hicho kigezo ambacho umekigusia kuhusiana na kukaa naye kwa muda mrefu mtoto, angalau miaka miwili. Hiyo iliyotumika kwa Mheshimiwa Rais ni ipi hapo? Manake ukisema kukaa naye miaka miwili kwa huyu mchanga ambaye ameokotwa Nzega, hiyo umetumika utaratibu upi hapo kwa Mheshimiwa Rais kumwasili huyo mtoto? Sasa kwenye upande wa sheria sisi tuna kitu tunaita fact. Yaani fact ni taarifa ambazo ni za msingi. Lazima uwe nazo unapo kwa mfano kama hayo niliyosema mimi, ninayasema kwa mujibu wa sheria niliyosoma na ninayofahamu. Sasa hilo la Mheshimiwa Rais wetu mpendwa, ukiniuliza niseme yeye ametumia utaratibu gani, najua utaratibu wa sheria utakuwa umetumika. Vinginevyo labda kuna taarifa inayosema kwamba labda hiki kilifanyika hivi, labda naweza kusema kwenye mtazamo wa sheria. Kwa sababu hapa mpaka inafikia hatua hiyo, hatujui huko chini hizo taarifa zimefanyika ama zitafanyika, lakini naamini kwa mujibu wa sheria zimefanyika. Sasa labda kwenye huo utaratibu kama kuna kitu kingine ambacho kimefanyika cha kisheria ama tofauti na sheria, labda ndicho niulizwe. Lakini kimsingi mchakato mzima, kwa sababu mimi sikusimamia, na mimi na wewe kama mtangazaji tumeuona kwenye vyombo vya habari. Ni ngumu sasa kuanza kusema kwamba kuna kitu hiki kimekosewa, zikifanya nini au kimefanyika vizuri ama hicho hakikufanyika. Wote hatujui hiyo kesi ilivyoenda, hatuna hizo taarifa. Kwenye upande wa kuasili mtoto, kuna gharama zozote au ni mahitaji hao tu muhimu ambao unatakiwa uwe nayo? Ni mahitaji tu hayo, hakuna gharama. Labda tu gharama kama kwa mfano zinahitajika za kufungua kesi, za kuendesha kesi. Sasa anayeasili huyo ndio anatakiwa afanye hiyo kazi. Lakini pia labda kwa mfano unaongelea wale watu wa ustawi wa jamii, labda kuna taarifa wanazotaka kuzipata sehemu nyingine, ama kwa mfano tuchukulie wewe unaasili, unatokea nchi nyingine au unatokea mkoa mwingine, na lazima walazimike wao kusafiri waende kwenye makazi yako, unaelewa? Sasa hizo ni gharama ambazo unayeasili wewe inabidi uzigharamie, ndio? Okay. Kwa hiyo unaweza katokea gharama kama hizo, lakini kwa haraka gharama zingine sizioni ambazo mtu anatakiwa kuwa nazo. Sawa, ikitokea kwa mfano labda huyu ambaye ni mtoto ambaye ameasiliwa na baadaye mzazi ambaye alikuwa amemtelekeza na hajui chochote, umefuata kila kitu na akagundua kwamba mtoto wake amemilikiwa na mtu mwingine, anaweza akaja akaitengua sheria akamrudisha mwanae? Kumbuka nilipokuwa nakwambia hatua ya mahakamani, mojawapo pia hata tuna taarifa ya ustawi wa jamii, lazima kama mzazi yupo lazima kuwepo na consent, lazima kuwepo na hiari ya mzazi mtoto wake kuasiliwa. Kwa mfano wazazi wote wapo, mama tu akakubali wakati baba hajakubali, au mama au baba akakubali wakati mama hajakubali, hiyo inakuwa tayari, hiyo amri inakuwa ni haikubaliki kisheria. Kwa sababu lazima kama ni consent ipatikane kwa wazazi wote, kwa sababu wale wazazi wana haki na yule mtoto, na ndio wanafahamika kisheria kuwa na walau na maamuzi ya yule mtoto, sawa? Kwa hiyo ikitokea hivyo, huyu ni kweli ana haki ya kwenda mahakamani kusema kwamba kipindi zoezi linafanyika, mimi ridhaa yangu sikuitoa, na kama ridhaa ikutolewa, hiyo zoezi linaishia pale, inabidi hiyo amri itembuliwe. Na mazingira ambayo labda anaweza kapelekea, kwa mfano labda mtu yuko katika hali ambayo hajiwezi na nini, na wakati maamuzi yanafanyika asingeweza kutoa hiyo concept, sawa? Ndio.